Yesu asifiwe. Mpendwa ambaye unanifuatilia muda huu, nikukaribishe mahali hapa katika channel hii ya Fellowship TV, kama ambavyo tunavyopata neema ya kufundishana, kuelimishana, lakini pia na kushauriana. Katika siku ya leo tutaingia katika darasa la mahusiano, na leo tutaangalia mtu anayekupenda au mtu mwenye upendo wa kweli anakuwa na sifa zipi? Watu wengi wapo kwenye mahusiano, lakini wengi hawafahamu kwamba hao waliokuwa nao ni watu wenye upendo wa kweli na wao, au ni watu sahihi na wao. Sasa ukimwona mtu mwenye sifa zifuatazo, basi huyo ni mtu ambaye ana upendo wa kweli na wewe. Sifa ya kwanza, mtu mwenye upendo wa kweli anakuwa ni mtu ambaye ana mawasiliano na wewe. Lazima mtu anayekupenda atenge muda wa kuwasiliana na wewe. Lazima awe na mawasiliano na wewe. Kwa nini mawasiliano ni sifa ya mtu anayekupenda kweli? Kwa sababu mawasiliano ndiyo sehemu pekee au ndiyo chombo pekee kinachowafanya watu wawe karibu, kinachowakusanya watu kuwa karibu. Watu wengi waliokuwa kwenye mahusiano, kama hawana mawasiliano, basi hapo lazima mmoja awe anamdanganya mwenzie. Lazima pawepo na jambo ambalo si sawa kati yao, kwa sababu hakuna mahusiano bila mawasiliano. Huyu anayesema anakupenda kweli, je, anawasiliana na wewe? Je, ni mtu ambaye amekuwa akiwasiliana na wewe, au wewe ndio umekuwa unaforce mawasiliano? Kama upo kwenye mahusiano na unaforce mawasiliano, tambua ya kwamba huyo mtu hana upendo wa kweli na wewe. Mwenye upendo wa kweli na wewe, hata kama yuko busy kwa namna gani, lakini lazima atatenga muda wa kuwasiliana na wewe. Hata kwa SMS atakutumia ujumbe, unaendeleaje? Lakini ukaona umeamka toka asubuhi mpaka sasa hivi jioni au usiku, au imepita siku ya kwanza, ya pili, wiki, haujawasiliana na huyo mtu, alafu unasema ya kwamba upo naye kwenye mahusiano, huyo mtu hana upendo wa kweli na wewe. Jambo la pili, mtu mwenye upendo wa kweli na wewe, sex haitakuwa kipaumbele chake katika mahusiano yenu, bali wewe mwenyewe ndiyo utakuwa kipaumbele chake katika mahusiano yenu. Ukiona upo kwenye mahusiano na huyo uliyekuwa naye sex ni kipaumbele cha mahusiano yenu, hapo hauna mtu, hapo hakuna upendo wa kweli. Yaani ukiona kila wakati ninyi mkikutana ni mnakutana tu kwa habari ya sex, hakuna kuzungumza kuhusiana na maisha yenu, future zenu, hakuna muda wa kuzungumza kuhusiana pengine na mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha yenu, pengine labda kuna biashara mtu anafanya, au hata kukuuliza una mipango gani kwenye maisha yako. Ukiona ninyi kila mkikutana ni watu tu ambao mnakutana katika sex, lazima uwe na ulakini katika mahusiano yenu. Kwa hiyo ukiona upo kwenye mahusiano na mtu ambaye mara kwa mara anatamani kukutana na wewe tu, anaweka kipaumbele mwili wako, tambua ya kwamba mtu huyo hana upendo wa kweli na wewe. Loba